Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu tena katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Seif Riyami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Sulemani. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Tanzania yazidi kufungua milango kwa wawekezaji kutoka ndani na nje ya Afrika ili kukuza uchumi wa ndani. Ushirikiano kati ya mwalimu, mzazi na mwanafunzi wahimizwa kuboresha hali ya kujifunza na ufundishaji kisiwani Pemba. Katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani awasili nchini Saudi Arabia akianza ziara yake ya siku 4 Mashariki ya Kati. Na mkapu la habari linaanzia huko nchini Ivory Coast. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa anashiriki mjadala unaojumuisha mawaziri wakuu 4 kutoka Tanzania, Ivory Coast, Guinea na Cameroon unaofanyika jijini Abidjan nchini Ivory Coast, ukilenga kuona namna gani nchi hizo zinaweza kushirikiana kuimarisha sekta binafsi na kufanya kazi kwa pamoja na serikali. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anayemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kongamano hilo amesema Tanzania imeonyesha uzoefu wake namna ambavyo inafanya kazi na sekta binafsi kufungua milango ya fursa zilizopo hapa nchini. Nimeueleza mkutano kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimejikita kufanya kazi na private sector. Tanzania ni nchi ambayo inaendelea kufungua milango kwa private sector kuwekeza ndani ya nchi, na hii tumeweza kuwachukua wenyeji kwa maana ndani wa Tanzania wenyewe ambao pia na wenyewe ni wawekezaji, lakini tumefungua milango kwa wawekezaji kutoka nje ya bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Hii inawezesha nchi kuweza kuongeza uwezo wa uchumi wa ndani na kusaidia serikali zilizopo kupata mapato kutokana na mchango wa sekta binafsi katika kutoa huduma za jamii kwa wananchi ndani ya nchi. Waziri Mkuu Majaliwa ametumia fursa hiyo kueleza faida za African Continental Free Trade Area na jinsi ambavyo Tanzania imetumia fursa hiyo kuimarisha miundombinu ya reli na bandari kutokana na nafasi yake kijiografia. Lakini pia tumeimarisha njia ya anga na barabara. Lengo ni kuwezesha wanaoamua kuwekeza Tanzania wafanye biashara yao kwa urahisi na waweze kupata faida. Lakini pia tunaunganisha na nchi kwa mkakati ule wa African Continental Free Trade Area. Sasa tunakwenda kuunganisha mataifa mengine. Tanzania iko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania iko kwenye Jumuiya ya SADC, lakini pia kwa mkakati wa Umoja wa Nchi za Afrika na wenyewe unawezesha pia kufanya biashara. Na tumeweza kutoa commitment ya kukaribisha wawekezaji Tanzania kuja kuhakikisha waungano nasi kwenye uwekezaji. Muhimu ni yale maboresho tunayofanya kwenye sera yetu, sheria zetu na kanuni za uwekezaji Tanzania zinazomwezesha mwekezaji mwenye nia thabiti kufanya biashara na Tanzania, kuwekeza nchini Tanzania. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi walioambatana na waziri mkuu katika ushiriki wa jukwaa hilo wameeleza mitazamo yao namna jukwaa hilo linavyoweza kusaidia kusukuma maendeleo katika nchi husika. Tumepata taarifa kwamba kwa mfano nchi kama ya Burkina Faso wako mbioni kuja kujifunza katika taasisi ile ya Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ushiriki wetu katika makongamano haya, moja, unatupa fursa
ya kukaribisha mataifa na makampuni na washirika wa maendeleo kuja nyumbani, lakini pia ina connect na jinsi ambavyo Dkt. Samia Suluhu Hassan ameifungua nchi, amekuwa mwepesi kuweka mazingira bora si tu ya kiuwekezaji. Moja ya fursa ambazo zilizopo ni soko la bidhaa na hususan bidhaa za kilimo. Tanzania inauza kwa kiwango kikubwa sana bidhaa ya mkonge kutoka nchini Tanzania. Nchi kama Nigeria ni nchi ya pili kwa kuwa soko kubwa la mkonge wa Tanzania baada ya China kwa kiwango cha 26.5 kwa mwaka. Hili ni eneo kubwa, ni soko kubwa ambalo tuna kila sababu ya kulilinda na kulitetea kwa nguvu zote. Jukwaa ambalo kwa jicho tuliloliona leo hii na pamoja na kwamba ilifanyika mwaka jana katika nchi jirani, tunafikiri ni nafasi ambayo tutaanza kuchukua vikao vya CEO Round Africa CEO Forum kwa umakini sana, ili tuweze kuichukua kama sehemu ya kuuza nchi yetu na mazao yetu, lakini baadaye hata Tanzania iwe ni mwamba maalum na nguzo maalum katika vikao hivi. Wabunge wa mikoa ya Katavi, Rukwa na Kigoma ambayo inapakana na ziwa Tanganyika wameeleza kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa bandari ya Karema wilayani Tanganyika mkoani Katavi baada ya kutembelea mradi huo. Saad Suleiman ana taarifa kamili. Wakizungumzia ujenzi wa bandari ya Karema unakwenda sambamba na ujenzi wa meli 4 kubwa, mbali na kuridhishwa na utekelezaji wa miradi hiyo, wamezitaka mamlaka husika kuzingatia maslahi ya wananchi wa eneo husika na taifa. Na tumeshuhudia pale vijana wapo wanaotokea kata hii ya Karema, lakini kata za jirani za Isengule pamoja na Ikola. Tunachoomba kwamba vijana hao waweze kulindwa, ikiwezekana waweze kupewa mikataba ili wajihakikishie kazi hii isiweze kuwa ile ya mtu tu anaamka kesho yake anakuondoa kazini. Na hii tunaona kwamba inaenda kuleta chachu ya maendeleo ndani ya mkoa wetu wa Katavi, tukiunganishwa na majirani zetu DRC Congo kule Kalemi. Wakati wanajenga hizi meli, ni vyema serikali ikaweka mazingira ambayo kwa kiwango kikubwa sana unufaikaji wanufaishe bandari ya Karema na bandari ya Kigoma ambazo ndizo miliki ya nchi yetu, kwani wanaweza wakajenga meli hizi zikaanza kupitishia mizigo zake upande wa Zambia au Burundi. Sasa sisi tutakuwa hatujanufaika zaidi. Mradi huu unatajwa kuwa na mchango mkubwa katika kufungua uchumi wa mikoa ya magharibi na kuiweka Tanzania katika nafasi bora ya kibiashara katika ukanda wa maziwa makuu. TPA itapata kiasi cha shilingi dola milioni 158,000 kwa miaka hiyo miwili watakuwa wanalipia kwa kutengeneza meli hapa. Kwa hiyo hapa wanajenga meli, lakini zitakuwa zinaenda Kalemi na maeneo mengine, lakini muhimu sana ni kuvutia shehena. Na shehena hii itapitia bandari ya Kigoma, itaenda Dar es Salaam na Tanga. Mtatu huu utachechemua biashara katika maeneo yanayozunguka ziwa Tanganyika na sehemu zote zitapita reli ya kati. Msisitizo wa serikali katika utekelezaji wa miradi hiyo inayolenga kuifanya bandari ya Karema kuwa kitovu cha biashara sio tu kwa Tanzania bali pia kwa nchi jirani ni kuona sheria, kanuni na taratibu zinazingatiwa. Kwanza ni kuzingatia sheria za ajira kama ambavyo waheshimiwa wabunge wamesema. Kwa kuwa wanaofanya kazi hapa ni jamii ya Tanzania, hebu twende kwenye zile sheria zetu za kazi. La kwanza, je, kazi zinazofanywa ni zinazotakiwa kufanywa na wahusika? Isitokee kazi inaweza kufanywa na Mtanzania anafanya mtu wa nje. Lakini 2, maslahi yao, je, ni kwa mujibu wa sheria? Yote hayo TPA ambao ndio wasimamizi wao na TASAC waweza kutusaidia. Lakini jambo kubwa la pili ambalo ni vyema tuendelee kulisimamia ni wenzetu wa TASAC kuhakikisha kwamba wanaendelea kusimamia viwango na ubora kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa meli hizo inaangaliwa kwa jicho la kipekee. Lakini pamoja na masuala ya miundombinu, masuala ya mazingira kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchafuzi wa mazingira pengine haupati nafasi. Ujenzi wa bandari ya Karema pamoja na meli 4 kubwa ni hatua muhimu katika kuboresha miundombinu ya usafiri wa majini katika ziwa Tanganyika ambalo lina umuhimu mkubwa kiuchumi na kibiashara kwa Tanzania na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Burundi na Zambia. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amesema ofisi yake itashirikiana bega kwa bega na Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA mkoani humo
kukamilisha miradi ya ujenzi wa baraza hilo ikiwemo ujenzi wa ofisi kuu ya BAKWATA mkoani humo na gharimu zaidi ya shilingi milioni 100. Kanali Patrick Sawala amesema hayo kupitia hafla fupi ya kumkabidhi gari aina ya Alphard Sheikh wa mkoa huo Sheikh Nurdin Chamwi lililogharimu zaidi ya shilingi milioni 24. Kanali Sawala amesema katika kuboresha utendaji kazi wa ofisi ya Sheikh wa mkoa, ofisi yake inaunga mkono utekelezaji wa miradi ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ofisi kuu ya BAKWATA ya mkoa. Kwa lengo lile lile la kuboresha utendaji kazi wa shehe wetu, kwamba baada ya kukamilisha ununuzi wa gari, mpango uliopo sasa ni kukamilisha ofisi kuu ya BAKWATA mkoa. Ofisi ya mkuu wa mkoa inaahidi kutoa ushirikiano wakati wote katika kufanikisha jambo hili la ujenzi wa ofisi ya BAKWATA mkoa, na hatua zingine zile zitakazofuatia, ujenzi wa zahanati, shule, najua kutahitaji kuweka uzio na mengine yote. Ofisi ya mkuu wa mkoa itashirikiana hatua kwa hatua kuweza kuona nini kinafanyika ili kufanikisha. Sheikh wa mkoa wa Mtwara Sheikh Nurdin Chamwi ameshukuru ushirikiano mkubwa na upata kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, hatua inayorahisisha utekelezaji wa majukumu yake. Unanipa ushirikiano ambao sikudhania kwamba naweza kupata ushirikiano ukinamle kiasi kwamba hata kazi zangu zinakuwa nyepesi kupitia kwako. Nikushukuru sana. Nashukuruni wote mliohudhuria katika kikao hichi, na bila mahudhurio yenu hii hafla isingekamilika, isingetimia. Na kuombeni kila laheri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale ambapo mambo yetu yamesimama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaunganishe pale, wabariki na kupeni kila laheri. Na tumenionyesha ushirikiano mkubwa maimamu. Nawashukuruni sana, nyinyi ndio wenye Waislamu huko. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya Uislamu mkoani Mtwara Abdul Swamad amesema waliona ipo haja ya kumtafutia usafiri kiongozi huyo ili kurahisisha utekelezaji wa shughuli zake za kila siku. Sisi wenyewe mara tu baada ya kutangazwa kuwa shehe wetu wa mkoa, sisi wana Mtwara tukadhamiria kwamba ni lazima tumtafutie usafiri kwa ajili ya kurahisisha shughuli zake za kazi na kuunganisha umma wa mkoa wa Mtwara na kuitangaza hali ya amani ya mkoa wa Mtwara iliyokuwepo iendelee kuwepo kwa kila namna. Wakati tunafurahia tukio hili, ipo haja pia ya kutafakari na kujikumbusha juu ya historia na wazo la kuwa na gari kwa ajili ya Sheikh wa mkoa kuwa lilikuwepo kwa muda mrefu tangu kipindi cha aliyekuwa Sheikh wa mkoa wa Mtwara marehemu Profesa Sheikh Nurdin Abdalla Mangochi. Kumekuwa na kawaida kwa baadhi yetu pale unajihisi maumivu au kutokuwa katika hali nzuri, moja kwa moja unameza dawa bila ya kujua hasa kinachokusibu ni nini. Kufuatia hali hiyo, wananchi wilayani Babati mkoani Manyara wamefikiwa na elimu ya afya kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Elimu hiyo imetolewa na maafisa kutoka Baraza la Famasia kwa mashirikiano na kitengo cha elimu ya afya kwa umma kutoka Wizara ya Afya. Imetolewa kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya mjini Babati, ikiwemo hospitali ya mji wa Babati, soko kuu la Babati, vituo vya bodaboda na daladala. Kwa tuache kujitibu majumbani, tuache kutumia dawa kiholela kwa sababu ni mbaya na inaleta athari kwenye afya zetu. Kwa tujitahidi pale tunapoumwa, twende kwenye kituo cha afya kilicho karibu. Kingine tunawasihi, sio kila sehemu mnatakiwa kwenda kuchukua vipimo. Maabara ziko nyingi sana huko mtaani, lakini sio kila maabara ni maabara ambayo ni rasmi. Jiridhishe kwamba ili eneo linaloenda kuchukua vipimo, je, ni maabara rasmi imesajiliwa? Tunasisitiza kwamba wananchi kabla ya kuanza kujitibu wenyewe wanatakiwa wafike katika vituo vya afya kuweza kupima afya zao, waweze kugundulika na ugonjwa unaowasumbua ili waweze kupewa dawa sahihi kwa maelekezo sahihi na kutumiwa kwa sahihi ili kuweza kuponya magonjwa yanayowasumbua. Hii itasaidia kulinda afya yetu, kulinda familia zetu na kulinda jamii nzima ili tuweze kuwa na jamii yenye afya iliyo bora. Elimu hiyo inapokelewa kwa mikono miwili na wananchi. Mbali na kushukuru Baraza la Famasia, wameomba kuwe na muendelezo wa zoezi hilo ili watu wengi zaidi wapate ufahamu juu ya matumizi sahihi ya dawa. Tumefurahi kwa ujumbe sahihi, manake
kuwa kuna maduka bubu ya dawa za binadamu, duka ambazo hazijasajiliwa, unaweza kauza hata dawa zilizo expire. Hata ukitaka kuwakamata utashindwa kuwapata. Lakini tunashukuru kwa maelezo walotupa, ni maelezo mazuri, na kuna nembo wametuonesha kwamba utakapoingia kwenye duka la dawa, angalia mlangoni au kwenye zile kabati zao, ukiona nembo kama ile ujue duka hii sahihi imesajiliwa. Na duka ambayo haijasajiliwa, kwa kweli tujaribu kuwapa taarifa. Haya maagizo tulopewa tujaribu kuyazingatia, tusikimbilie tu kwenda kununua madawa. Kwanza twende tukajipime, hakikisha umepimwa, umepewa majibu na daktari, ndio uende kwenye duka la dawa kununua dawa yao. Baraza la Famasia nchini kwa kushirikiana na sehemu ya elimu ya afya kwa umma linaendelea na kampeni maalum ya utoaji wa elimu ya afya katika mikoa ya Pwani, Morogoro, Singida, Manyara, Kilimanjaro na Tanga. Na wadau wa elimu kisiwani Pemba wamelalamikia ushirikiano mdogo unaotolewa na baadhi ya wazazi na walezi katika kufuatilia maendeleo ya watoto shuleni, hatua inayozorotesha juhudi za serikali na wadau wa maendeleo katika kusukuma mbele sekta ya elimu. Taarifa yake Juma Seif inasimuliwa studio na Saadi Suleiman. Katika jitihada za kuboresha sekta ya elimu na kuimarisha maendeleo ya wanafunzi, wadau wa elimu kisiwani Pemba ikiwemo kamati za shule wanakutana katika kikao cha pamoja kutafuta njia bora ya kukuza ufaulu wa wanafunzi. Kwa nyakati tofauti, wajumbe kikao hicho wametupia lawama ushirikiano hafifu wanaopata kutoka kwa wazazi na walezi wa wanafunzi. Na ndani ya familia sasa hivi, yaani kwenye mke na mume, utakutia watoto hawa ni wa mama na hawa ni wa baba. Kila mmoja ana authority kwa mzee wa kike au wa kiume. Sasa mie ni waombe wazazi wenzangu kupitia kikao hichi, tubadilike. Watoto wetu tuwafanye wote ni wetu, tusigawanye makundi, kwani tukiwagawa basi itakuwa tuigawa familia. Wazazi wanaume licha ya hawa hapa wako majumbani wagorofi zaidi, hawa hapa ni wasomi, sheha ni msomi, mtu maarufu ni msomi, mwalimu wastaafu wamo humu, lakini kuna wengine hawashughuliki na watoto wao ili lifanywe ufumbuzi. Machua yanguwa mengi kuliko mchele. Tunapoangalia kwa baadhi ya uzoefu, hata baba ukiwa mkali katika swala hili la elimu na mambo mengine ya kijamii ndani ya familia, baadhi ya mama anasubutu kujifua ulikwenda wewe maternity, bado wazazi unaweza kupata kama hiyo wakike dhidi ya Mungu. Akiwasilisha malengo na dhumuni ya kikao hicho, afisa idara ya elimu sekondari kisiwani Pemba Juma Khamisi Seif amezitaka kamati za shule kukaa mara kwa mara ili kukuza mashirikiano kati ya mwalimu, wazazi na wanafunzi. Kuwa na mashirikiano pamoja na skuli husika, maana yake mwanao utakuwa humjui yeye skuli anaenda haendi, ni walimu wake koje wanasomesha vipi. Kwa hiyo ni kukuze mashirikiano baina ya skuli na jamii. Sote tunajua kama elimu ni muhimu. Vipi tutaifikia, tutafikia umuhimu wake? Lazima tuwe pamoja baina hizi engo tatu: mwanafunzi, mwalimu na mzazi. Ili kufikia malengo na maazimio ya kikao hicho, afisa mdhamini Wizara ya Elimu Mohamed Nasr Salim ameonya tabia ya baadhi ya walimu kuendesha harakati zao za kisiasa kwenye vituo vyao vya kazi. Taratibu za nchi zifuatwe. Siasa hii ambayo tuko nayo ni mfumo tuliokubaliana wa Tanzania, ni mfumo tulioweka kwenye utaratibu maalum wa kisheria. Haruhusiki Mtanzania yoyote kwa nafasi yoyote kuiendea, kufanya, kuamua mambo haya ya kisiasa kwa anavyotaka yeye. Tukikuta tetesi ya mwalimu wetu kutaka kuitumia anga ya kisiasa vibaya, tupiane taarifa, tumshughulikie kwa maslahi ya wengi. Harakati za kisiasa kwenye vituo vyetu vya kitaaluma, hilo halikubaliki sana. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Kituo cha ufuatiliaji wa wakimbizi wa ndani IDMC na baraza la wakimbizi la Norway NRC limesema mizozo inayozidi na majanga imesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao mwaka uliopita na kufikia rekodi mpya. Wakimbizi wapatao milioni 83.4 walisajiliwa mwaka jana 2024, sawa na idadi ya jumla ya watu wanaoishi Ujerumani kufuatia mizozo mikubwa katika ukanda wa Gaza na nchini Sudan, pamoja na mafuriko na vimbunga. Kwa mujibu wa ripoti ya pamoja ya kila mwaka ya kituo cha ufuatiliaji wa wakimbizi wa ndani na baraza la wakimbizi la Norway, hiyo ni zaidi ya mara mbili ya idadi iliyorekodiwa miaka 6 iliyopita. Ripoti hiyo imeweka wazi kuwa karibu 90% ya wakimbizi wa ndani duniani kote, au watu milioni 73.5 walifurushwa kutoka makwao kutokana na mizozo na ghasia, ongezeko la 80% tangu mwaka 2018. Takriban nchi 10 ziliripoti kuwa zaidi ya wakimbizi wa ndani milioni 3 kila mmoja kufuatia mizozo na ghasia mwishoni mwa mwaka 2024, huku Sudani inayokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe ikiwa na watu milioni 1.6 waliokimbia makazi yao. Kwingineko, Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Saudi Arabia, kituo cha kwanza cha ziara ya kutembelea mataifa matatu ya Ghuba itakayomfikisha pia Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Trump aliikwa na mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia kwenye uwanja wa ndege mjini Riyadh. Miongoni mwa ajenda muhimu za ziara yake ni pamoja na njia za kumaliza mzozo wa Gaza, kupunguza bei ya nishati ya mafuta na juhudi za Marekani za kuishinikiza Iran kuachana na mradi wake wa nyuklia. Trump anatumia uamuzi wake wa kuzitembelea nchi hizo tatu katika ziara yake ya kwanza rasmi nje ya nchi tangu aliporejea madarakani. Atamudu kuimarisha ushawishi wa Marekani kwenye eneo la Ghuba na kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia, Poland na Uhispania na mwakilishi wa EU wamejadili jinsi ya kuendelea kuiunga mkono Ukraine dhidi ya Urusi katika mkutano uliofanyika mjini London. Wanadiplomasia hao wameitumu ikulu ya Kremlin kwa kile walichokiita kufanya michezo kuhusu mazungumzo ya amani na Ukraine. Katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano wao katika mji mkuu wa Uingereza, mawaziri hao wa mambo ya nje wameeleza wasiwasi wao kwamba Urusi haijaonyesha nia ya dhati ya kupiga hatua. Mawaziri hao kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania na Umoja wa Ulaya wamesema katika tamko la pamoja kwamba Urusi lazima ikubali mpango wa kusitisha mapigano bila kuchelewa. Moscow kwa upande wake imepuuzilia mbali shinikizo kutoka kwa viongozi wa Ulaya la kuitaka kukubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti yoyote kuanzia Jumatatu ya Mei 12, ikisema Urusi haitakubali vitisho. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saadi Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Tanzania yazidi kufungua milango kwa wawekezaji kutoka ndani na nje ya Afrika ili kukuza uchumi wa ndani. Ushirikiano kati ya mwalimu, mzazi na mwanafunzi wahimizwa kuboresha hali ya kujifunza na ufundishaji kisiwani Pemba. Katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani awasili nchini Saudi Arabia akianza ziara yake ya siku 4 Mashariki ya Kati. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah panapo majaliwa wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saadi Suleiman.
Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaherini. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.